Je, umewahi kuhisi kama kuna kitu ndani yako kinajaribu kukuambia ukweli, lakini huwezi kukielewa? Kama kuna wakati ulihisi intuition yako iko juu, unaota ndoto zinazoonekana halisi sana, au unahisi energy ya watu bila wao kusema chochote, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba jicho lako la tatu tayari linaanza kuamka. Lakini hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Wanafikiri kufungua jicho la tatu ni jambo la kawaida au ni meditation tu. Hapana, kuna hatua za siri ambazo wachache sana wanazijua. Na leo nitakuonyesha jinsi ya kuanza safari hiyo ndani ya siku 7 tu. Kwanza kabisa lazima uelewe kitu kimoja. Jicho la tatu sio kitu unachokifungua kama mlango. Ni hali ya ufahamu. Ni uwezo wa kuona zaidi ya macho ya kawaida. Watu wengi wanataka matokeo ya haraka bila kubadilisha maisha yao ya ndani. Na hapo ndipo wanaposhindwa, kwa sababu ukweli ni kwamba huwezi kufungua jicho la tatu kama akili yako imejaa makelele. Kelele za mitandao, kelele za mawazo, kelele za maisha ya kila siku. Safari hii ni ya ndani na inaanza na wewe. Siku ya kwanza ni kutuliza akili. Siku ya kwanza unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu, kutulia. Chukua dakika 10 hadi 15. Kaa kimya, bila simu na bila interruption ya kitu chochote. Funga macho yako, pumua taratibu. Usijaribu kufikiria kitu chochote. Acha mawazo yako yaje na yaondoke. Hii ni hatua ya msingi kabisa, kwa sababu akili yako ikiwa na kelele, huwezi kusikia intuition yako. Watu wengi wanashindwa hapa kwa sababu hawajazoea kuwa kimya. Lakini kumbuka, ndani ya ukimya ndipo kuna majibu. Siku ya pili ni kujitenga na distractions. Anza kupunguza vitu vinavyokuvuruga. Punguza muda wa mitandao ya kijamii. Punguza kuangalia vitu visivyo na maana. Kila kitu unachoingiza kichwani mwako kinaathiri uwezo wako na kuona ndani. Jiulize, ni vitu gani vinaiba umakini wangu kila siku? Na anza kuvipunguza, kwa sababu jicho la tatu linahitaji clarity. Na clarity haiwezi kuwepo kama akili yako imejaa taarifa zisizokuwa na maana. Siku ya tatu, anza kujiamini zaidi. Ndiyo, intuition yako. Kila siku kuna sauti ndogo ndani yako inakwambia hiki ni sahihi, hiki sio sahihi, lakini mara nyingi unaipuuza. Anza kuisikiliza hata kwenye mambo madogo. Kama unahisi usifanye kitu fulani, basi usifanye. Hii ndiyo hatua ya kuunganisha akili yako ya kawaida na ile ya ndani. Na kadri unavyoendelea kulisikiliza ile sauti, ndivyo unavyokuwa wazi zaidi. Siku ya 4, anza kuwa makini na mazingira yako, kwa maana kuwa conscious na mazingira. Angalia watu unaozunguka nao. Angalia energy wanayoleta. Je, unahisi amani ukiwa nao au unahisi uzito? Jicho la tatu linahusiana sana na energy. Na kama upo kwenye mazingira mabaya, ni vigumu sana kuliamsha. Chagua mazingira yanayokupa utulivu. Chagua watu wanaokupa nguvu, kwa sababu energy yako ni muhimu sana kwenye safari hii. Siku ya 5, anza kuzingatia ndoto zako. Ndoto sio tu hadithi za kawaida. Mara nyingi ni ujumbe kutoka kwenye akili yako ya ndani. Anza kuzikumbuka. Ukishaamka, jiulize umeota nini. Hata kama ni kidogo, andika. Kadri unavyozingatia, ndivyo zinavyokuwa wazi zaidi. Na hapa ndipo watu wengi huanza kuona mabadiliko ya ajabu sana. Lakini siku ya 6, safisha maisha yako. Kwa maana jitenge na negativity. Epuka negativity. Epuka drama zisizokuwa na maana. Epuka watu wanaokushusha chini, kwa sababu jicho la tatu haliwezi kufunguka kwenye mazingira yenye sumu. Unahitaji utulivu sana. Unahitaji amani. Na hii ni hatua ambayo watu wengi wanaipuuza. Lakini ukweli ni huu. Energy hasi inazuia kabisa maendeleo yako. Siku ya 7. Sasa unaunganisha kila kitu. Utulivu, clarity, intuition, mazingira na ndoto.
Hapa ndipo utaanza kuhisi tofauti. Labda utaanza kuona mambo kwa undani zaidi. Labda utaanza kuhisi watu kwa urahisi zaidi. Labda utaanza kuelewa mambo bila kufundishwa. Na hapo ndipo utaelewa hii sio safari ya siku 7 tu. Ni mwanzo wa maisha mapya. Lakini ngoja nikwambie kitu ambacho watu wengi hawasemi. Sio kila mtu yuko tayari kwa hii safari. Kufungua jicho la tatu sio mchezo. Kuna wakati unaweza kuona ukweli ambao hujawahi kujiandaa nao. Na kuna wakati unaweza kujitenga na watu, kwa sababu utaanza kuwaelewa tofauti. Ndiyo maana unatakiwa kwenda taratibu. Usikimbilie, elewa unachofanya na sikiliza nafsi yako kila hatua. Kama umefika mpaka hapa, basi kuna kitu ndani yako kinakusukuma kuelekea mabadiliko. Usikipuuze. Safari ya kujielewa ndiyo safari muhimu zaidi katika maisha yako. Na hii ni mwanzo tu. Kama unataka kujifunza zaidi kuhusu siri na namna ya kuendelea kuamsha uwezo wako wa ndani, hakikisha unabonyeza subscribe, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo hujawahi kuambiwa.